Habari marafiki, hebu leo tuzungumzie kuhusu maumivu ya mgongo. Je, tunajua? Karibu watu 8 kati ya 10 hupata maumivu ya mgongo wakati fulani maishani. Kwa hivyo sasa, hebu tuelewe ni nini hasa husababisha maumivu ya mgongo. Sababu za kawaida za maumivu ya mgongo ni pamoja na sababu kama vile mkazo wa misuli au mkazo, kama vile matumizi kupita kiasi au mwendo wa ghafla au makao mbaya. Kwa hivyo hii ni moja ya sababu za kawaida za maumivu ya mgongo. Pili ni mkao mbaya wa kuvaa. Hii husababisha maumivu ya mgongo ya kudumu, yaani maumivu ya mgongo ya muda mrefu. Hasa kama unafanya kazi kwenye simu au kompyuta mpakato au una kazi ya mezani kwa saa nyingi. Kama kiti chako si kizuri, ukae kwa mkao mzuri, basi inaweza kusababisha maumivu ya mgongo yanayotokana na mkao mbaya. Tatu ni pale diski, ambayo ni mtoo kati ya mifupa ya uti wa mgongo, inapotoka kwenye nafasi yake ya asili au inakauka maji. Au kama kuna ufa kwenye tabaka la nje la diski, hilo linaweza kusababisha maumivu ya mgongo yanayohusiana na diski, yanayojulikana kama maumivu ya mgongo ya diski, discogenic back pain. Sababu ya 4 ni kwamba kadri umri unavyoongezeka, kuna uchakavu au uharibifu fulani unaotokea kwenye uti wa mgongo, hasa kwenye viungo vya uti wa mgongo. Hii inamaanisha eneo la kiungo cha facet kwenye uti wa mgongo, ambalo linahusika na harakati za uti wa mgongo. Kadri umri unavyoongezeka, eneo hilo pia huharibika na linaweza kusababisha ugonjwa wa arthritis wa kiungo cha facet au maumivu. Sababu nyingine muhimu ni kama misuli inayozunguka uti wa mgongo si imara. Kama misuli ya mgongo si imara au kama misuli ya tumbo si imara, basi inaweza kusababisha maumivu ya mgongo yanayotokana na misuli. Pia kama una maisha ya kukaa tu bila kufanya mazoezi, basi pia hilo linaweza kusababisha maumivu ya mgongo. Wakati mwingine, kutokana na mbinu mbaya za kuinua vitu, kama vile unapoinama kutoka mgongoni kuinua kitu kizito, basi pia hilo linaweza kusababisha maumivu ya mgongo. Sababu kuu ya maumivu ya mgongo katika dunia ya leo ni unene kupita kiasi. Kama wewe ni mnene, kama una uzito mkubwa, basi pia unakaribisha maumivu ya mgongo. Na bila shaka, wakati mwingine inaweza kutokea kutokana na sababu zisizotarajiwa, kama vile majeraha ya uti wa mgongo au ajali. Jambo moja muhimu la kuelewa ni kwamba maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vijana na pia kwa wazee. Yanapotokea kwa watu wazima, vijana, mara nyingi husababishwa na mkao mbaya na matatizo ya diski. Yanapotokea kwa wazee, mara nyingi husababishwa na ugonjwa wa arthritis kwenye maungio ya facet, udhaifu wa misuli. Na pia inaweza kuwa kutokana na hali kama stenosis ya mfereji wa lamba au stenosis ya mfereji wa uti wa mgongo. Inapohusisha mishipa ya fahamu pia, basi inaweza kusababisha maumivu yanayosambaa hadi mguuni kama ilivyo kwenye sciatica. Au inaweza kusababisha ganzi au hisia za kuchoma mguuni, ugumu wa kutembea na kukakamaa kwa miguu wakati wa kutembea. Au wakati mwingine inaweza pia kuhusisha mishipa ya fahamu inayohusiana na haja kubwa au ndogo. Kwa hiyo kila unapopata maumivu ya mgongo, nenda ukamwone daktari wako. Atakushauri upate MRI au X-ray kulingana na dalili zako. Lakini jambo moja ambalo unaweza kufanya bila shaka ni kuhakikisha unakaa katika mkao mzuri wakati wa kuketi. Pia unapaswa kufanya mazoezi ya mgongo wa chini na misuli ya tumbo mara kwa mara, kwa angalau dakika 20 kila siku. Pia unapaswa kudumisha uzito wa afya. Unapaswa kuepuka vitafunwa vyenye mafuta au vitu vinavyoweza kukunenepesha. Pia uvutaji sigara ni tatizo sawa kabisa linapokuja swala la kupunguza usambazaji wa damu kwenye diski za binadamu. Kwa hiyo unapaswa kuepuka kuvuta sigara. Pia unapaswa kudhibiti muda wako wa kuketi. Kama vile ukiketi kwa dakika 30, basi unapaswa kusimama na kutembea kidogo. Kunywa glasi ya maji, kukutana na watu, kuwasalimia watu, ili uti wa mgongo wako uwe sawa unapotembea. Inapakuliwa. Pia unapoinama mbele ili kuinua kitu, unapaswa pia kupiga magoti yako ili mkazo wote usije mgongoni mwako. Kwa hivyo, ikiwa unateseka na maumivu ya mgongo, haya ni mambo machache ya nje au mambo ya kidunia ambayo unaweza kufanya. Sasa, hebu tuelewe kinachotokea ndani ya uti wa mgongo wako unapoanza kupata maumivu sugu ya mgongo. Kwa hiyo kuna mambo matatu kwenye uti wa mgongo. Moja ni diski, nyingine ni misuli inayozunguka uti wa mgongo, na ya tatu ni viungo vya uti wa mgongo. Diski kimsingi ni mto kati ya mifupa na hubeba uzito mkubwa zaidi kila tunaposimama, kutembea au kuruka.
Diski inaweza kuchakaa kadri umri unavyosonga, lakini pia unene kupita kiasi, kukaa vibaya, uvutaji sigara, mambo kama hayo pia husababisha uchakavu wa diski. Kwa hiyo bila shaka, kama unataka diski zako ziwe imara na zenye afya, unapaswa kuepuka kuvuta sigara, kudhibiti uzito wako na kudumisha mkao mzuri. Vivyo hivyo, kwa upande wa misuli, unapaswa kufanya mazoezi mara kwa mara. Hilo litakusaidia kujali maumivu ya mgongo wako endapo kutakuwa na uchakavu wa diski au viungo vya facet viko huru. Kwa hiyo kama unapata maumivu ya mgongo, usijali, muone daktari wako na nina uhakika atakushauri njia sahihi ya kufuata. Lakini kwa faida yako mwenyewe, unaweza kuanza kufanyia kazi vidokezo hivi vidogo ambavyo nimevitoa kwenye video hii. Kila la heri.